Ikiwa leo ni siku ya Simba Bankers Bonanza ambayo inafanyika hapa katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nipo na ndugu yangu Mnandi. Mnandi, mambo vipi? Bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko bweri wa afya. Tumeshuhudia hapa Simba Bankers Bonanza. Huku nyuma yako mechi zinaendelea. Wewe mechi gani ilokufurahisha mpaka dakika hii? Mimi mechi zote zimenifurahisha na mimi niendelee kuwapongeza viongozi wa klabu ya Simba. Hivi vitu ambavyo wanaendelea kuvifanya ni sehemu ya kuwakutanisha wanavyuo na wana mabenki wote ambao tunaingia nao mikataba katika vilabu vyetu, ni sehemu ya kuwakaribisha kuwa familia moja ya mpira katika ardhi yetu ya Tanzania. Nandi, tayari tulishazungumza kuhusu kile kilichotokea pale Misri. Katika mechi yenu ya Al Masry mlifungwa goli 2-0 na umezungumza. Lakini kubwa zaidi katika hizi hamasa zinazoendelea. Siku ya kwanza ya hamasa pale iliyofanyika Mbezi, msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali aliweza kuwatangaza watu wawili. Paul Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, kumwalika katika mechi ya Jumatano ya tarehe 9, mechi ya marudiano robo finali ya pili dhidi ya Al Masry. Lakini kingine kubwa zaidi lilozua mjadala mitandaoni, wengi wakizungumza maneno mbalimbali kuhusu mtendaji, mjumbe wa kamati tendaji ya CAF, lakini pia ni rais wa vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati Sekafa, lakini pia rais wa soka Tanzania TFF, ndugu Wallace Karia kualikwa kwake. Kunaonekana kumezua mjadala mingi sana. Wewe kwako hili unalionaje? Mimi nitoa pongezi kubwa kwa viongozi wangu wa klabu ya Simba. Wana muono wa kuangalia mbali. Unajua Simba wakianzishaga jambo huwa linaishi na huwa linakuwa kubwa, linafuatilia sana mitandaoni. Hao wanaopinga ni hao nyuma mwiko, kwa sababu wanajua kwamba wao mpaka sasa hivi wanashindikiza Wallace Karia na jopo lake. Wanaonekana kwamba hawana nia njema na wao kwa msimu huu kuendeleza pale walikoishia, kuendelea kuchukua ubingwa. Washachukua mara 3, maana wanataka kuendelea sasa, wachukue mara 4, na wachukue na mara 5 na 6 mpaka ya 10 kama wanavyosema wenyewe. Lakini wanaonekana kama upepo umeanza kubadilika, kwamba Wallace Karia anaamua sasa kutofasiri sheria na kuzifuata. Wao sasa wanaona sasa hapa hatuendi kufanikiwa, na ndio maana wanashindikiza mpaka leo hii. Hawamhitaji Olmas Kasongo, hawamhitaji Mguto, lakini hata Wallace Karia pia kwenye ngazi yake pale kuu wanahitaji pia kama vipi awapishe ili waje watu wengine. Lakini sisi tuambie huyo ndio rais bora. Sawa Huyu ndio rais bora katika ardhi ya Tanzania. Katika marais wote wa shirikisho waliopita wale walikuwa bora, lakini huyu ni bora zaidi, kwa sababu yeye ndani ya miaka 8 amefanya mambo makubwa sana. Hii ligi imepanda juu yake, tunapeleka timu 4 juu yake, tunacheza mechi za kimataifa mpaka watu kufika finali juu yake. Kwa hiyo binafsi uli wakati wake ya kuwa rais bora, ana haki ya kutamba. Kwa hiyo kwa nini sasa tusimwalike kwenye tukio kubwa kama hili la Simba anataka qualify kwenda semi final? Na maana tumemwalika yeye, lakini bado kaalikwa mkuu wa mkoa wa Tabora, kwa sababu mkuu wa mkoa wa Tabora ni mkuu wa mkoa ambaye anaonekana kabisa timu ile, yeye ni mlezi wa ile timu, lakini pia anaonyesha kwamba yeye ni mwanasoka, kwa sababu hata bonus hakuweka kwa upande mmoja. Ameweka bonus zidi ya Simba, wameikosa. Ameweka bonus zidi ya nyuma mwiko, wameikosa Tabora. Kwa hiyo anaonekana ni mkuu wa mkoa ambaye amesimama, amenyooka, hana kona. Na ndio maana na sisi tumeona huyu ana haki ya kumwalika, ni mpenda michezo, anaangalia jicho la 3 mbele kusaidia mkoa wake, aje kujifunza pale. Inawezekana Tabora wanaweza kufanikiwa kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo aje kujifunza pale, pengine timu yake naye inawezekana kambua kitu. Nandi, wanachosema watu kualikwa kwa Wallace Karia ni kutokana na upepo. Upepo unaonekana sasa hivi sio sawa, ikiwemo ile sintofahamu mechi ya dabi ambayo ilivunjwa tarehe 8, ilitakiwa kuchezwa, haijachezeka. Watu wanaosema upepo ule kuwepo sasa hivi ni upepo mbaya kwa Karia kuweza kualikwa hili. Hii itakuwa inachochea ugomvi ambao sintofahamu inaonekana kuwepo kati ya Young Africans pamoja na viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi. Binafsi wao wanaweka sintofahamu kwa sababu wao sio timu ya mpira. Ingekuwa timu ya mpira wasingeweka sintofahamu. Kwa hiyo mimi binafsi kualikwa kwa Karia havihusiani na masuala ya mechi ya dabi. Wao ndo watawaza huko kwamba wanamwalika, labda kuna vitu anawafeva wao na ndio maana wanamwalika. Sisi huko hatupo. Ni mashindano ya kimataifa na yeye pia ni mwakilishi katika mashindano haya, ni mjumbe wa CAF. Kwa hiyo mimi yake ni miongoni ya msimamizi katika mashindano haya. Kwa hiyo tunamwalika kwa nazifa yake, kwa cheo chake cha ndani, lakini na cheo cha CAF pia, na ndio maana tunamwalika. Ila kwa wao, kwa sababu washazoea kucheza kwenye mabwawa, wataona kwamba tunamwalika kutokana na upepo wa dabi. Sisi hatupo huko, na ndio maana tumemwalika Sheikh mkuu wa Dar es Salaam. Sawa Sheikh Walidi, lakini kulia tuna Boniface Bulldozer Mwamposa yupo hapo, mzee wa upako, na mwenyewe amekiri kwamba amekubali kupokea mwaliko wake, manake atakuja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo manake atakuja, atapiga upako, alafu Sheikh Walidi atapiga kurujuani. Sasa ukiunganisha hivyo vitu, Mwarabu mapema sana anaweza akapotea Benjamin Mkapa. Nandi, umewahi kidogo hapo, nataka tuje hapo kwa Boniface Mwamposa Bulldozer kuweza kualikwa, lakini pia kwa Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walidi kuweza kualikwa. Viongozi hao wa dini kualikwa italeta chachu yoyote kwa Simba Sports Club kuweza kupindua meza katika dimba la Benjamin Mkapa? Chachu ipo kwa sababu wao wapo kwa ajili ya kusimamia miongozo ambayo ameileta Mwenyezi Mungu hapa duniani, ukiacha mitume. Lakini tukirudi hawa ni
wafuasi pia wa mitume, kwa sababu wao wanatuongoza kwenye ibada na masuala mbalimbali kwenye dini zetu. Kwa hiyo naamini watakapopowekwa pale, manake tayari wanaenda kuiombea taifa lao kuweza kufuzu. Sio Simba tu, manake tukifuzu tumefuzu kama taifa, tukifuzu tumefuzu kama Afrika Mashariki na Kati, na zile nchi jirani ambazo zinatukaribia pia zote tutakuwa tumefuzu. Kwa hiyo mimi naamini binafsi hawa wamealikwa kwa sababu ya jambo kubwa sana, ili mradi sisi kuelekea nchi ya ahadi.